Kwa majina naitwa Kajoro Agustino, ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari iliyoko Itigi, Singida. Leo natamani tuongee kuhusu swala moja la sickle cell, ambao ni baadhi ya wateja ambao tunapata kwa wingi katika hospitali yetu ya Mtakatifu Gaspari. Sickle cell ni ugonjwa ambao ni wa kurithi, na watoto wanaopata shida ya sickle cell wanarithi kutoka kwa wazazi, ambao pia wazazi nao wamerithi kutoka kwa wazazi wao, na wazazi wao kutoka kwa wazazi wao. Na ni tatizo kubwa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kwa baadhi ya nchi za Afrika, kwa sababu Tanzania ni nchi ya 4 kwa kuwa na kesi nyingi za watoto wenye sickle cell. Na inakadiriwa kwamba kwa mwaka wanazaliwa watoto karibu 14,000 katika kila mwaka, na inakadiriwa itakuwa karibu mara 2 itakapofika mwaka 2050. Sasa shida ya sickle cell huwa inakuwa na dalili zake ambazo tunatamani wazazi wanapoona hizi dalili waweze kuwapeleka katika hospitali kwa ajili ya kufanya vipimo. Dalili mojawapo ambayo huwa ni kubwa ni maumivu makali ambayo huwa haiwezi kuvumilika, maumivu ya viungo katika mwili wote. Lakini pia unaweza kukuta mtoto hana maumivu ya viungo, lakini anaweza kaamka leo kavimba kidole, leo kavimba uso, kavimba mguu, na inaweza kaisha, lakini kuna wakati mwingine huwa inaweza kaa kwa muda fulani. Na sivyo tu, kuna baadhi ambao unakuta anakuwa na ile hali ya kuwa mweupe sana kuliko kawaida yake. Unakuta mtoto ana rangi kama nyeusi, lakini baada ya muda unakuta anakuwa anatakata usoni mpaka mama anasema kumetokea nini. Kwa ni moja dalili ambazo ni za watoto ambao wanakuwa na sickle cell, hasa katika upungufu wa damu. Lakini kuna baadhi unashangaa macho yanakuwa ya njano ambao hapo awali hayakuwepo. Kwa unapoona dalili kama hizi, tunashauri wazazi waweze kuwapeleka watoto wao katika hospitali ambayo wanaweza kufanya vipimo vya sickle cell. Maana tumeshaona ni shida ambayo ni kubwa, lakini inapogundulika mapema inakuwa na nafuu, kwa zile dalili zote zinakuwa zinaisha, anakuwa kama mtoto mwingine. Kuna baadhi unakuta ni watoto ambao ukiangalia kwa ile umri wa wenzie unakuta ni mdogo, yani ana miaka 3, miaka 4, na wale wenzie unakuta iko tofauti kabisa. Kwa hiyo unapoona pia mtoto wako amedumaa na chakula anapata vizuri, lakini kwa nini hakui ukilinganisha na wale wenzie, ni moja ya dalili ambazo lazima tuweze kuangalia kama na shida hiyo. Kuna baadhi ya wazazi wanaenda katika hospitali mbalimbali, anasema kila nikienda katika hospitali na kima HB unakuta iko chini, wanampa dawa za kuongeza damu, lakini damu haiongezeki. Ni baadhi ya dalili ambazo tunatamani watoto wa design hiyo tuweze kuwaona ili tuweze kuwafanyia vipimo. Sasa dalili ni nyingi, lakini zinaweza kuathiri mwili mzima, ila kilicho kikubwa ni maumivu makali. Hata kipewa dawa za maumivu huwa hazisaidii sana. Kwa hiyo unapoona mtoto anapata maumivu makali, tafadhali mzazi usichukulie kwa upesi, mjaribu kutafuta huduma ili aweze kumsaidia. Iwapo mtoto amegundulika sasa ana shida ya sickle cell, kuna baadhi ya maelekezo kwa tunawapa wazazi. Moja ya maelekezo ni kwamba nataka yule mtoto katika maisha yake au anatumia vimiminika. Tunatamani sana maji, aweze kunywa maji mengi zaidi kuliko yule mtoto ambaye ni wa kawaida. Lakini pia tunatamani yule mtoto anapoanzishiwa dawa asikae hata siku moja bila kumeza dawa. Maana zile dawa huwa zinasaidia kuweza kuongeza damu na kupunguza yale madhara madogo madogo yanayotokana na shida ya sickle cell. Lakini pia tunawashauri wazazi inapokuwa ni kipindi cha baridi waweze kutumia vitu ambavyo ni vya kufunika nguo nzito, kama ni wakati usiku aweze kulala na nguo, lakini pia aweze kujifunika blanketi. Tunatamani sana wale wazazi ambao na watoto ambao wamegundulika kuwa na shida ya sickle cell, kila siku waweze kumwangalia mtoto wao kama alikuwa na njano. Je, hiyo njano inaongezeka au njano iko pale pale? Akiona tu njano inaongezeka, mara moja aweze kupeleka katika kituo cha afya. Hasa tunatamani
peleke katika hospitali ambao wana uwezo wa kuongeza damu, kwa sababu jano kuongezeka sio dalili nzuri, inaweza kuwa mojawapo ya dalili kwamba damu imepungua. Lakini pia kila siku wao tunawaelekeza wazazi kuweza kuwa wanashika tumbo, hasa upande wa kushoto. Akiona kuna kitu kigumu, kwa tunahisi mara nyingi ni bandama. Sasa akiona linaongezeka kuliko ile mwanzoni au haikuwepo, halafu inaanza kuonekana, ni dalili kwamba damu yake inashuka, kwa mpeleke katika hospitali ambao wanaweza kuongeza damu, lakini pia aweze kufanya matibabu ambao ni stahili. Tuna sana huwa tushauri sana wazazi watumie dawa za madukani, kwa sababu anaweza kuwa na maumivu, ukaenda kuchukua dawa za maumivu akampewa, baada ya kuwa amepewa kwa maumivu yameisha, kumbe ile damu ambayo ilikuwa inavunjika inaendelea kuvunjika. Sio dalili nzuri. Kwa hiyo ndio tuna discourage sana matumizi ya dawa za kununua madukani. Kwa hiyo iwapo atapata shida yoyote ile, ameweza kukohoa, ameweza kupata maumivu, ameweza kupata njano, anaendelea kuwa anatakata usoni, tafadhali mzazi usipuuzie, tunaomba umpeleke katika kituo cha afya ili aweze kupimwa. Hii hali itaendelea kuongezeka kama watoto wetu wataweza kuwagundua mapema na kuwapa matibabu stahiki. Kwa ndugu wazazi, tujitahidi kila unapotokea mtoto tumepata ana shida kama hiyo, tafadhali